Viongozi wa kike kutoka eneo la Kabondo Kasipul wameelezea kukerwa kwao na baadhi ya matamshi yanayotumiwa dhidi yao wakati wa mikutano ya kisiasa. Kina mama hao wanasema matamshi hayo yanalenga kuwadhalilisha na kuwakejeli, wakiomba hatua za haraka zichukuliwe. James Latano anaarifu zaidi kutoka huko. Walikongamana katika kituo cha kibiashara cha Ringa, kaunti ya Homa Bay, kuzungumzia swala ambalo limeanza kuwatia tumbo joto wakati huu ambapo mawimbi ya kampeni za kisiasa yameanza kushika kasi. Viongozi hawa akina mama wakilalamikia matumizi ya lugha isiyokuwa na heshima dhidi yao. The security agents to give women peace, aspirants who want to vie, have been elected twice. Women face a lot of intimidation, a lot of abuses, a lot of discrimination. I want to ask, male, give women space. Give our women who want to aspire for various positions peace so that they can showcase their ability. Viongozi hawa wanahofia kuwa hali hii italeta hofu miongoni mwa wanawake wenye azma ya kugombea viti mbalimbali vya uongozi. Ombi langu ni hili: wanaume ambao wako Homa Bay, hebu tujifunze kuheshimu akina mama. Viongozi mlio Homa Bay, hebu tuwape heshima akina mama, na naomba waheshimiwa wote. Wakina mama ambao wanatarajia kutoka nje, jitokezeni kwa nguvu, msiwe na uoga. Tuko mbele yenu, tutaongezea nguvu na tutasimama na nyinyi. Challenges are one, they are being abused during their leadership. Every time they are being abused by the leaders, wanatukanwa kila wakati. Kina mama hawa wana matumaini ya kupata viti vya uongozi kwenye uchaguzi ujao, wakisema sauti yao ndio itakuwa mbinu ya kuamua kutoka kwenye dhana potovu kuhusu wanawake na uongozi. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay. Kufikia hapo hatuna la ziada. Asante sana.